Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wa salatullahi wa salamuhu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ahbabil kiram, walillahi alhamd. Tukiendelea na murajaa wa somo la usulul fiqh ya faslu sabi' katika kaida ya 10. Alqaidatu alashiratu, hii ni kaida ya 10, yasema i'malul kalami aula min ihmalihi. I'malul kalami, kuyafanyia kazi maneno, aula ni bora zaidi, min ihmalihi, kuliko kuyatokomeza. Min ihmalihi, kuliko kuyatokomeza. Kutokomeza ni ya kuachilia mbali. I'malul kalami, yeye kaida hii yatufundisha kuyafanyia kazi maneno ni bora kuliko kuyaacha na kuyatupilia mbali ama kutoyafanyia kazi. Hii ni kaida ya kifiqhi na ya kiusul kubwa ambayo ya kusudia na kupendelea annahu yajibu hamlu kalami al-aqili ala ma'nan mufidin wa sahihin ma amkana dhalik. Yapaswa kuyaingiza maneno ya mwenye akili juu ya maana yenye kuleta faida na maana sahihi, kiasi kimemkinika kufanya namna hiyo. Maneno ya mtu mwenye akili yatakana yatafsiriwe kwa maana yenye faida na maana ambayo ni sahihi, kuliko kuyaacha yale maneno na kuyatofanyia kazi. Wa adamu ja'alihi, na kukosekana kuyajalia yale maneno ya mtu mwenye akili laghwan, ni upuuzi, au batilan, au ukayafanya ni batil. Wayajibu almasiru ila almajazi au at-ta'wili, ila, na yapaswa kuyapeleka maneno kwenye majazi ama kuyatolea ta'wili. Idha ta'addarat alhaqiqatu, pindi ikiwa maneno kwenye uhakika hayaingii akilini, lakini kimajazi yaingia akilini, yatafanyiwa kazi. Saunan likalami almutakallimi anil ilghai, kwa kuyahifadhi maneno ya mwenye kunena na kupuuzwa. Kwa hivyo hii ni kaida ya tufundisha kuyafanyia kazi maneno kinyume na kuyatupilia mbali. Na kama lau awsa bitablin walahu tablu lahwin wa tablu harbin. Kama lau awsa bitablin, kama mfano lau mtu atatoa wasia wa ngoma, ametoa wasia wa ngoma, hii ngoma ifanyiwe jambo fulani, nikifa. Walahu tablu lahwin wa tablu harbin, na anayo na ndake yeye, manake anayo yule mtu alotoa wasia ngoma ya pumbao na ngoma ya vita. Vitani huwa kuna ngoma. Sasa akawa ako na ngoma mbili, ngoma ya kupumbaa, ya kupiga mwenyewe kustarehe, na ngoma ya kwenda vitani. Swaha itaswihi hiyo, ama utaswihi wasia. Wa humila ala aljaizi, na utafanyiwa kazi, utaingizwa ule wasia katika lenye kujuzu ama yenye kufaa kati ya hizi ngoma mbili. Walau waqafa ala auladihi,
na lau mtu ataweka wakfu juu ya watoto wake, juu ya vijana zake, walaisa lahu illa auladu auladin, na hana yule mtu isipokuwa wajukuu, walaisa lahu, na hana yule mtu illa auladu auladin, isipokuwa wajukuu ama wayukuu ama wayukua, ni watoto wa watoto, ni wajukuu. Humila alaihim, utaingizwa ule wasia ama ile wakfu kwa wale wajukuu, kwa sababu hakika imekosekana, lakini i'malul kalami aula min ihmalihi, itangaliwa majazi. Wale wajukuu wake pia ni watoto wake, kuliko ile wakfu kutopatikana kabisa kuwekwa, kama jazama bihi Ar-Rafi'i, kama alivokata kwa hili lililoamuliwa al-Imam Ar-Rafi', mmoja katika mashekhe wawili wakubwa wa madhehebu ya Imam Shafi'i, Imam Nawawi na Imam Rafi'i. Imam Rafi'i amekata hili, yani amelikubali moja kwa moja, litaadhuri alhaqiqati, kwa kutomkinika hakika ya maneno, kwa sababu hana watoto lakini ana wajukuu, basi itafanyiwa kazi yale maneno yake kwa kuwekewa wakfu wajukuu. Wasawnan lilafdhin anil ihmali, na kwa kulihifadhi temshi lile la wakfu kutokana na kutokomezwa ama kutokomezwa, kuatiliwa mbali. Qala Subkiyu, amenena alimamu Subki, wa waladuhu, na mtoto wake, mahallu hadhihi alqaidati, mahali pahini qaida, an yastawiya al-i'malu wal-ihmalu, ni ilingane kufanyia kazi na kutokomeza, binisbati ila al-kalami, kwa nisba ya maneno. Walau qala zawajtuka Fatimata, na lau mtu atamwambia mtu nimekozesha Fatima, Fatuma, walam yakul binti, na hakusema yule mtu Fatuma binti yangu, lam yasiha, haitoswihi ile ndoa alioozesha, likathrati alfawatimi, kwa sababu ya wingi wa mafatuma ama ya wingi wa Fatuma. Fatuma wako wengi, sasa nimekozesha Fatuma, ni yupi? Paka awe atasema binti yangu, nimekozesha Fatuma binti yangu, basi itakuwa imeswihi kwa sababu ya kulingana, kufanyia kazi na kutokomeza, imelingana. Lakini sasa ikiwa haikulingana, amesema tu Fatuma, sasa pale itakuwa huwezi kufanyia kazi yale maneno, kwa sababu hajulikani sasa ni Fatuma wake ama Fatuma gani. Wayadkhulu fi hadhihi alqaidati, na huingia katika hii ni kaida ya i'malu alkalami aula min ihmalihi, qaidatu at-ta'sisu aula min at-ta'kidi, kaida ambayo yasema at-ta'sisu, kuasisi, aula ni bora zaidi, min at-ta'kidi, kuliko kutilia mkazo. Maana yake maneno ukisema mara moja kisha ukasema tena huwa ile uliyosema tena ni neno lingine, ndo taasisi. Kwa mfano mimi nikwambia chukua 1000, kisha nikasema chukua 1000, itakuwa ni uchukue 2000. Hii chukua 1000 ni 1000 ya kwanza, na chukua 1000 ni chukua 1000 nyingine. Sasa wanasema kaida kuasisi ni bora kuliko kutilia mkazo, si kwa chukua 1000, chukua 1000 ni ile ile moja. Kaida yasema bora ni kuasisi katika maneno kuliko kuchukulia ni kutilia mkazo. Kama lau qala, kama lau mtu atasema anti twalikun, anti twalikun, wewe mwanamke umeachika,
wewe mwanamke umeachika. Walam yanwi shay'an, na hakunuia chochote. Fal asahu, basi kauli sahihi zaidi, alhamlu ala alistinafi, ni kuingiza haya maneno katika kuanza upya, itakuwa ni talaka mbili. Kuwa wewe nimekuacha ni talaka moja, wewe nimekuacha itakuwa ni talaka ya pili, maadamu hajatia nia kuwa yuatia mkazo. Maadamu amesema tu zitakuwa ni talaka mbili. Na inshallah hapa tutakoma. Wa as'ada Allahu awqatakum wa ila al-liqa.